rehema zake na neema yake imekuwa nyingi sana juu yetu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Jana tulikuwepo mahali hapa kwa ajili ya mkesha, tukiuaga mwaka 2025, tukiukaribisha mwaka 2026. Na tunamshukuru Mungu vile ambavyo alituhudumia kwa viwango ambavyo hatukuwahi kumuona. Bwana Yesu asifiwe. Na nikutamanishe tu mtu wa Mungu ya kwamba tulikuombea, tukakuombea baraka, tukakuombea rehema na toba kwa ajili ya mwaka 2025, lakini zaidi ya yote tukakuombea kwamba mwaka 2026 uwe mwaka wa ushindi kwako, uwe mwaka wa kutembea kwa imani, kwa sababu tulijifunza ya kwamba tunavuka kwa neema ya Mungu kwa sababu ya changamoto nyingi ambazo tulikuwa nazo 2025. Kwa hiyo tumevuka kwa neema tu, wala tukustahili. Labda angetuchagua kulingana na sifa zetu, yamkini wengi tungekwama kwenye hicho kigezo, lakini neema yake ilituvusha tu. Lakini licha ya kuvuka mwaka 2025 kwa neema, tukaingia mwaka 2026 kwa imani. Imani kwa nini? Kwa sababu hatujui mwaka 2026 umetuandalia nini, wala hatujui ya kwamba je, tutapata mazuri au tutapata mabaya. Lakini hatujui hayo yote, lakini tunajua ya kwamba tuna Yesu ambaye ataenda kuyafanya akawa mazuri. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo jana tulikuwepo mahali hapa. Nitawakumbusha tu kwa wale ambao hawakuwepo, nitawakumbusha kwa ufupi sana kwamba tulikuwepo mahali hapa, tukamshukuru Mungu kwa ajili ya hayo yote, lakini zaidi tukajifunza kwa habari ya zamu ya 4, kwa sababu tulikuwa kwenye zamu ya 4. Ukisoma kile kitabu cha Mathayo sura ya 14 mstari wa 25, maneno ya Mungu yanasisitiza kitu pale, anasema zamu ya 4 ya usiku Yesu aliwajia akienda juu ya bahari. Ukianzia mstari wa 22 unapata maana kamili ya kwamba wanafunzi wa Yesu aliwaagiza watangulie wavuke kuelekea ng'ambo, na yeye akabaki upande wa pili. Sasa wakati wanavuka kuelekea ng'ambo, kukatokea mitikisiko mingi pale. Bahari ikachafuka na kukawa na dhoruba, na wanafunzi wa Yesu wakakata tamaa. Wakaona ya kwamba hakuna tumaini jipya tena. Wakawa wanahisi ya kwamba wanaenda kufa, bahari inaenda kuwameza. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kwenye tafsiri ya Kiyahudi wanapozungumzia zamu ya 4, usiku ulikuwa umegawanyika kwenye zamu 4 ambazo kwa sababu jamii ile ilikuwa ni ya wavuvi, Biblia inasema kwamba ile saa 1 mpaka saa 3 ilikuwa zamu ya kwanza, saa 4 mpaka saa 6 ikawa zamu ya pili, saa 7 mpaka saa 9 ikawa zamu ya 3, na saa 9 kuelekea alfajiri ikawa zamu ya 4. Kwa hiyo unaweza kupata picha kwamba maana yake ni kwamba kama walianza safari saa 1, ile dhoruba ilianza kuwapiga kuanzia saa 1, alafu Yesu akatokea saa 10 alfajiri. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unaweza kupata picha kama umewahi kupata shida, labda umewahi kupata shida fulani, labda hauna sehemu ya kulala usiku, alafu umepigwa mvua imeanza saa 1, hauoni hata sehemu ya kujificha ili kujibanza ile mvua isikupige, au labda umelala sehemu ambako kuna mbu, au labda kuna kunguni wanaanza kukuuma saa 2 usiku. Sasa unaweza kuimagine kwamba ule usiku unakuwa mrefu kiasi gani. Bwana asifiwe. Kwa hiyo ndio hapa Mungu anatufundisha kwamba wanafunzi wa Yesu walipokuwa baharini, ile zamu ya kwanza ikapita, dhoruba inapiga. Zamu ya pili ikapita, dhoruba inapiga. Zamu ya 3 ikapita, dhoruba inapiga. Yamkini kwa akili za kibinadamu kabisa walikuwa wamekata tamaa. Bwana Yesu asifiwe. Walikuwa wamekata tamaa, wamechoka, kwa sababu kama ni jitihada zao wamezifanya zote, makasia wamepiga ya kutosha, lakini hawaoni tumaini. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ile bahari iliyokuwa inawatisha, kwa sababu Biblia inasema dhoruba ilikuwa kali na bahari imechafuka. Bahari imewatisha vya kutosha, hawaoni tumaini tena. Alafu Biblia yenyewe inawapa tumaini tena, na inatufundisha kwamba zamu ya 4 wanamuona mwamba huyo hapa anatembea juu ya bahari, yani anatembea juu ya ile tatizo linalokutisha. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tukajifunza kwamba yamkini kuanzia mwezi wa kwanza hadi wa 10 wa 11 tulikuwa tumekimbizana na vitu vingi.
tumekata tamaa. Labda kuna malengo binafsi, malengo ya taasisi, malengo ya biashara zako, malengo ya familia, unaona kabisa hayaendi. Lakini zamu ya 4 ya kufunga mwaka 2025 tulimwona Bwana akitupa majibu na kwamba 2026 itakuwa njema kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hapo ndipo ambapo tulikuwa jana tukizungumzia habari za zamu ya 4, na sasa hivi tuko zamu ya kwanza. Zamu ya kwanza inahitaji tupande mbegu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndiyo, kwa sababu tukipanda kwenye zamu ya kwanza, tutamwagilia kwenye zamu ya pili, tutapalilia kwenye zamu ya 3, afu zamu ya 4 tutavuna. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tutaongozwa na masomo kutoka sehemu 3. Andiko la kwanza tutasoma Yohana ile sura ya 12 mstari wa 24. Yohana sura ya 12 mstari wa 24. Kwa wanaoandika. Alafu la pili tutasoma Wakorinto wa kwanza sura ya 15 mstari wa 42 mpaka 44. Wakorinto wa kwanza sura ya 15 mstari wa 42 hadi wa 44. Alafu andiko la mwisho, japo sio kwa umuhimu, tutasoma Wafalme wa kwanza ile sura ya 17 mstari wa 8 hadi wa 16. Wafalme wa kwanza sura ya 17 mstari wa 8 mpaka wa 16. Basi nami nitawatangulia kuanza kusoma andiko la kwanza. Yohana sura ya 12 mstari wa 24. Maneno ya Mungu yanatuambia hivi: Amin, amin nawaambia, chembe ya ngano isipoanguka katika nchi ikafa, hukaa hali hiyo hiyo peke yake, bali ikifa hutoa mazao mengi. Amin, amin nawaambia, chembe ya ngano isipoanguka katika nchi ikafa, hukaa katika hali hiyo hiyo peke yake, bali ikifa hutoa mazao mengi. Wakorinto wa kwanza sura ya 15 mstari wa 42 hadi wa 44. Maneno ya Mungu yanasema, kadhalika na kiama ya watu hupandwa katika uharibifu, hufufuliwa katika kuto kuharibika. Hupandwa katika aibu, hufufuliwa katika fahari. Hupandwa katika udhaifu, hufufuliwa katika nguvu. Hupandwa mwili wa asili, hufufuliwa mwili wa roho, ikiwa uko mwili wa asili na wa roho pia uko. Wafalme wa kwanza sura ya 17 mstari wa 8 mpaka wa 16. Maneno ya Mungu yanasema hivi: Neno la Bwana likamjia kusema, ondoka uende Sarepta, ulio mji wa Sidoni, ukae huko. Tazama, nimemwagiza mwanamke mjane wa huko akulishe. Basi akaondoka akaenda Sarepta. Hata alipofika langoni pa mji, kumbe mwanamke mjane alikuwako akiokota kuni. Akamwita akamwambia, niletee na kuomba maji kidogo chomboni nipate kunywa. Alipokuwa akienda kuleta, akamwita akasema, niletee na kuomba kipande cha mkate mkononi mwako. Naye akasema, kama Bwana Mungu wako aishivyo, sina mkate ila konzi ya unga katika pipa na mafuta kidogo katika chupa, nami ninaokota kuni 2 ili niingie nijipikie nafsi yangu na mwanangu tuule tukafe. Elia akamwambia, usiogope, enenda ukafanye kama ulivyosema, ukaniletee, kisha ujifanyie nafsi yako na mwanao. Kwa kuwa Bwana Mungu wa Israeli asema hivi, lile pipa la unga halitapungua, wala ile chupa ya mafuta haitaisha, hata siku ile Bwana atakapoleta mvua ya nchi. Basi akaenda akafanya kama alivyosema Elia, na yeye mwenyewe na Elia na nyumba yake wakala siku nyingi. Lile pipa la unga halikupunguka, wala ile chupa ya mafuta haikuisha, sawa sawa na neno la Bwana alilolinena kwa kinywa cha Elia. Naomba turudie pamoja ule mstari wa 16. Lile pipa la unga halikupunguka, wala ile chupa ya mafuta haikuisha, sawa sawa na neno la Bwana alilolinena kwa kinywa cha Elia. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana.
Amina. Sasa kwenye ile Yohana 12 mstari wa 24 tumesoma kwa habari ya ngano. Anasema kwamba ngano isipopandwa na ikafa haiwezi kuzaa matunda. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anatufundisha kwamba mbegu ni mbegu tu. Ikiwa juu ya meza, maana yake haiwezi kutoa matunda. Ikiwa mfukoni, inaweza ikawa salama lakini haina kesho. Wale wenzangu ambao wanawekeza kwenye mifuko ya taasisi mbalimbali za fedha, tunajua huko na riski nyingine zinaweza zikatokea. Mfumuko wa bei ukashuka, uliweka kwa bei kubwa ukauza kwa bei ndogo, lakini zinakuwa salama lakini haina kesho. Ndicho Mungu anachokisema hapa. Lakini ikipandwa, kinachotokea inaonekana kufa, kwa sababu lazima ife ndio izae matunda. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ni sheria ya mbinguni kabisa kwamba hakutakuwa na mavuno kama hatutapanda mbegu. Kwa hiyo kwenye ibada hii ya kupanda mbegu tunaomba tuiachilie leo yetu. Alafu tukiachilia leo yetu kwa kupanda mbegu, tuipe muda hii leo ili kwamba mbegu ife, alafu mwisho wa siku izae matunda. Kwa hiyo kichwa chetu kitasema sema na kesho yako kwa kupanda sadaka ya mbegu. Sema na kesho yako kwa kupanda sadaka ya mbegu. Kwa sababu haijalishi tutakuwa na vitu vingi namna gani, kama hatupandi ili vizae zaidi, mwisho wa siku tutavikuta vile vitu vyote ambavyo tunavyo sasa hivi tumevitumia na Bwana Yesu asifiwe. Wakulima wanajua ya kwamba unaweza ukavuna sasa hivi magunia 100 labda ya mahindi, baada ya hapo ukatumia magunia yote yakaisha, ukala paka mbegu, usipande tena. Maana yake mahindi yote yataisha na wewe utabaki hauna kitu, kwa sababu haukupanda. Lakini kwenye ile mbegu moja unayoweza kupanda, inaweza ikazaa matunda mengi zaidi. Na sisi tumekuwa mashahidi ya kwamba mbegu ambayo inatoa muhindi mzima ni mbegu moja ambayo inakuja inatoa punje nyingi, si ndio? Bwana Yesu asifiwe. Hivyo hivyo kwenye maharage, hivyo hivyo kwenye mazao mengi kabisa, lakini lazima pawepo mbegu. Sasa ndio maana wito wetu asubuhi ya leo kwenye madhabahu ya Bwana, tunatamani kabisa kwenye hii zamu ya kwanza, zamu ambayo kuko shwari, zamu ambayo bado tuna nguvu, kwa sababu tulimuomba Mungu ya kwamba atubebe kwa imani. Na hii imani ambayo tunaenda kuitengeneza hapa ni imani kubwa sana ya kwamba hatuna uhakika na kesho, lakini tuna uhakika na Yesu ambaye ataibeba kesho yetu. Hatuna uhakika kwamba mbegu itaenda kufa na kuzaa matunda, lakini tuna uhakika na Yesu ambaye ataenda kuifanya ile mbegu ife na izae matunda. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo mbegu isipopandwa, mbegu isipopendwa katika hali ya kawaida tu, maana yake itabaki vile vile ambavyo ilikuwa. Kama ni kipato chako, usipokipanda kama mbegu ili kioze, ili kizae matunda mengi zaidi, kitabaki vile vile. Kama ni karama yako, usipoipanda kama mbegu kwa wivu mkubwa na ukaimwagilia ili ioze, mwisho wa siku hauwezi kuzaa matunda, hauwezi kuona unakuwa, hauwezi kuona unazaa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hivyo hivyo na imani nayo, tusipojinyenyekeza mbele za Bwana tukasema ya kwamba imani yetu tunaipanda kama mbegu, tunatamani ya kwamba tunapokuja kuicount tena ile zamu ya 4 mwaka 2026 tuone ya kwamba tulipanda mbegu. Tumlilie Bwana kwamba tulipanda mbegu kwenye zamu ya kwanza, tukapalilia kwenye zamu ya pili na ya tatu, tukamwagilia vizuri kabisa. Kwa hiyo tunakuomba kwenye zamu ya 4 tuende tukavune. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo watu wengi tumekuwa watu ambao inabidi tuombe baraka tu. Yaani tukiingia magotini pa Mungu, wewe ni shahidi kwamba maombi yako mengi unaomba nini? Kila mtu anaomba kitu, anaomba baraka. Anaomba baraka, anaomba baraka. Unajua ukiomba baraka tu ni sawasawa na kuomba mavuno na ukupanda, mpendwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo mgeukie jirani yako, mwambie usiombe mavuno, panda mbegu. Yaani kwamba tukipanda mbegu tunakuwa na uhalali kabisa wa kuomba mavuno. Bwana Yesu asifiwe. Japokuwa neema ipo, lakini Paulo anasema kwa hiyo tutende dhambi kwa sababu ya neema? Hapana, si ndio?
Kwa hiyo tupande mbegu ili tuwe na uhalali. Tukisogea mbele za Bwana tunamlilia, tunasema Bwana, unajua kwamba ile mbegu niliyopanda pale inabidi ife ili yote tena ili nizae matunda. Bwana naye anasema, mwanangu, ni kweli ulipanda mbegu na mimi ninaiona pale, basi kwa neema yangu ile mbegu itakuwa na utazaa matunda. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo natamani ya kwamba upate wivu uko ndani ya kwamba mwisho wa siku hii mbegu tunayoipanda leo iseme kwenye kesho zetu, kwa sababu tunaipanda, tunaizika hapo, tutaisahau, lakini itatufaa kwenye kesho yetu. Tumeona tulipokuwa tunasoma Wafalme wa Kwanza hii sura 17 kwa habari za huyu mwanamke wa Sarepta, alikuwa amebaki na konzi moja tu ya unga ambayo alikuwa amekata tamaa kabisa ya kwamba imebaki hii konzi moja ya unga, inabidi nijifanyie mkate na haya mafuta kidogo ili nile na mwanangu nife. Kwa nini alikuwa anasema hivyo? Kwa sababu alikuwa haioni kesho, yani kesho haoni kama kutakuwa na uwezekano wa kuyatenda ya kupata chakula kingine, kwa sababu unga uliokuwa umebaki ndio ambao unaenda kutengeneza mkate wa mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nabii wa Bwana Elia anatokea, anamuomba. Unaweza kuona kama ni jaribu, yani kile kipande ambacho umebaki nacho, ambacho ni tumaini lako la leo, mtu anakuja kukuomba ili hata leo yako usiione. Bwana asifiwe. Kwa sababu kwa akili tu za kibinadamu, hata kama ningekuwa mimi, ningewaza yani maana yake nikimpa hichi kipande, maana yake mimi na mwanangu hata leo atutoboi. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa inahitaji hekima na neema ya Mungu tu ya kufunulia kwamba inabidi nipande mbegu kwa huyu jamaa. Yamkini yeye ndio amekuja na suluhisho. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Na tunaona kabisa kwamba alipoonyesha moyo wa dhati wa kumsaidia Elia, kilichofanyika ni kwamba lile debe lake la unga halikupungua wala chupa yake ya mafuta haikupungua. Walikula na mwanae, Biblia inasema paka mvua iliponyesha tena. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo inawezekana kabisa na wewe ukawa unapita kwenye hiyo situation ambayo unaona kabisa ya kwamba ulicho nacho ukikitoa mbele za Bwana au ukitoa kuwasaidia wengine, basi na wewe hata leo yako haitakuwa na maana. Yaani kwamba sio kusubiri kesho tu, hata leo haitakuwa na maana kwa sababu ndicho ulichobaki nacho. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nikutie moyo mtumishi wa Mungu ya kwamba unapanda mbegu, na ukipanda mbegu itatafsiri leo yako na itazungumza juu ya kesho yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo sasa unaweza kujiuliza swali moja kwamba kile unachopanda kinaisemeshaje kesho yako? Tukirudia ile Wakorintho wa kwanza sura ya 15 ule mstari wa 42 mpaka 44, Paulo anatufundisha siri za mbingu. Anatufundisha kabisa siri za mbingu. Anatuambia kwamba inawezekana tukapanda katika hali ya ukawaida, yani ukapanda cha kawaida kabisa, lakini Mungu akakufanya ukavuna kitu chenye utukufu. Amen. Na inawezekana kwamba ukapanda katika udhaifu, ukapanda mbegu ambayo yamkini ilikuwa imeelekea kwenda kuoza, lakini mwisho wa siku ukapata mazao mengi kutoka kwenye ile mbegu. Kwa hiyo unapanda katika udhaifu, lakini unavuna katika nguvu. Lakini anatufundisha kabisa pia unaweza ukapanda katika kidogo hicho na ukavuna katika zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Ndio, yani Mungu anarudisha na riba juu, anakurudishia na change. Kwa sababu Wagalatia 6:9 inasema kwamba ndugu, sidanganyike, Mungu hadhihakiwi, lakini chochote apandacho mtu ndicho atakachovuna. Yule atakayepanda mema atavuna katika mema, na yule atakayepanda uharibifu atavuna katika uharibifu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kile ambacho Mungu anatamani ukipande leo, hata kama kiko na udhaifu kiasi gani, anatupa tumaini kwenye Wakorintho hapa ya kwamba yamkini tunaweza tukawa tumekata tamaa, kitu ambacho tunacho ni cha udhaifu, lakini Mungu anasema tutavuna katika nguvu. Kwa hiyo nikwambie tu kitu, kati ya zile sadaka tatu ambazo Mungu zinazungumza zaidi na Mungu, ukiacha sadaka ya damu, ukiacha damu na maombi, ni mojawapo kati ya vitu ambavyo vinazungumza na Mungu hata kabla sisi hatujaongea.
lakini sadaka inazungumza sana na Mungu, inakaa kama manukato kwenye kiti chake cha enzi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nakuombea mtumishi wa Mungu ya kwamba moyo wako uguswe na shukrani, ya kwamba Mungu umeona kabisa yamkini kuna watu walipitia shida mbalimbali 2025, yamkini walikuwa wanastahili kwa vipimo vya kibinadamu, wewe mwenyewe ukijipima na wao walikuwa wanastahili kuliko wewe, lakini Mungu ametuhurumia kwa neema na rehema yake. Tumevuka 2026, sasa inabidi tuiandae 2026 ili iwe njema machoni petu na machoni pa Mungu pia.